Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Islamia, leo tunashangilia mahafali kutimia. Wanitimu sikiliza tuika, leo tupo uwanjani sote tunafurahika. Baada ya mitihani Mshukuru Mwenyezi Mungu akajalia dua zetu zimekufanya uwe juu zaidi katika kutuongoza kwenye mkoa wetu. Alhamdulillah. Lakini shukrani za pekee kabla sijaenda kwenye salamu za jumuiya, ni washukuru wageni wote na viongozi wote mliokuja kushirikiana na sisi kwenye jambo hili. Lakini ni washukuru walimu wakuu na kamati kwa ujumla wa skuli za Tumbe A na B kwa mashirikiano makubwa tuliyoyapata wakati watoto wetu hawa wamehamishiwa kituo kile kwenda kufanya mitihani yao. Tunawashukuru sana walimu na tunakupongezeni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni inshallah. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shule hii watu wa utenzi pale waliposoma kidogo kuna mambo yaliingia kwenye vichwa, ikaonekana kama kuna ushabiki kiasi fulani. Ni masikitiko yao watoto wetu. Wakati tunaanzisha shule hii, Jumuiya ya Tahfidhi al-Qur'ani Pemba, huko kote kulikuwa msitu. Tumekuja kuanza hapa nasar mpaka tunafika darasa la kwanza, bado kidogo shule itushinde kwa yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa kwenye mitaa hii ya karibu, kwamba shule hii ni ya Mashia, ni ya Ukristo, ni ya nini. Kwa hivyo watoto wetu na walimu wetu walipata shida sana kipindi hicho, mpaka mwenyewe binafsi nikatoka na timu yangu kuja kwenye misikiti ya Tumbe na kulitangaza hili jambo kinyume na vile ambavyo kumbe linatangazwa. Ndio maana yake ukawakutia watoto wetu walikuwa na hisia kubwa juu ya walio wakiyapata. Hata hivyo wengine walikata kupitia kwa wazazi wao baada ya ushawishi ule ambao kwamba ulikuwa hauko sahihi, lakini naamini kwamba watu walikuwa hawajajua nini tunachokifanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Jumuiya ya Tahfidhi al-Qur'ani Pemba kazi yake kubwa ni kusimamia madrasa za Qur'ani katika kuhifadhi na katika kuisoma Qur'ani kwa ujumla. Lakini pia ina kazi nyingi ambazo inazifanya za kitaaluma ya sekula na inayopatikana kwenye madrasa kwa ujumla. Hali tunazungumza, mwanzo tulianzia katika elimu ya sekula. Watoto wetu waliokuwa wakifaulu kwenye mashindano ya Qur'ani tulikuwa tunawapa zawadi kwa kuwasomesha shule na kuwalipia kila kitu mpaka kumaliza miaka 4 kutoka form 1 hadi form 4. Lakini tukaondoka hapo, tulikuwa tunawachukua vijana wetu ambao wamefeli form 2 na form 4, tunawapeleka kwenye shule moja inaitwa Tanzania Bara kule, shule ya Ibn Jazari, wakajiendeleze, na matokeo yake tulipata wanafunzi wasiopungua 50 wameendelea mpaka vyuo vikuu. Wengi wako nje sasa hivi. Ni kazi ya Jumuiya ya Tahfidhi al-Qur'ani Pemba. Hatukuishia hapo. Kila mwaka tunakuwa ifikapo mwezi wa Disemba tunakuwa na mafunzo maalumu kwa vijana wetu waliohifadhi Qur'ani, lakini pia walimu wanaohifadhisha na wanaosomesha Qur'ani katika kisiwa chetu cha Pemba. Hata Disemba iliyopita walimu tulikuwa nao 100 na wanafunzi 140 katika skuli iliyopo Kwale, ambayo ni miongoni mwa zile ghorofa mpya alizotutunukia Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Hizi ndio kazi za jumuiya. Lakini pia jumuiya ina utaratibu maalumu ya kuwatafuta vijana waliohifadhi na wakafeli. Tunawapeleka shule moja iko Arusha, inaitwa Arusha Boys na Arusha Girls Islamic, ni maalumu hizi. Tunawapeleka watoto wetu kule, wanaendelea na masomo na alhamdulillah wanafaulu. Hata mimi ilikuwa leo nisafiri kwenda huko Arusha
lakini nimebakia kwa tukio hili na dharura hii. Lakini shukrani ya kipekee tuwapongeze wazazi ambao walistahamili mikiki ile ya fitna na wakawabakisha watoto wetu hawa mpaka kufikia katika hali ya ufaulu. Tuwapongeza walimu kwa jitihada zao na maelekezo tunayowapa, wanaenda vizuri alhamdulillah. Wanangu, tunakupongezeni, lakini jumuiya imekupelekeeni zawadi ndogo kwa muda huu ya kuhifadhia mikoba yenu mtakapokwenda Filia Kasro madaftari yenu inshallah. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme kwamba tuna lengo la kukiendeleza kituo hichi, lakini pia kwa sababu eneo letu hili ni kubwa, limefika maeneo ya chini huko, kwa ramani iliyopo au kwa mchoro uliopo ni milki ya Jumuiya ya Tahfidhi al-Qur'ani Pemba. Lakini jumuiya pia ina eneo katika maeneo chake pale karibu na Ikulu ambalo wanatarajia kujenga ujenzi wa chuo cha walimu wa Qur'ani kisiwani Pemba. Walimu wa Qur'ani nao wapate taaluma kama wanavyopata taaluma walimu wa sekula katika nchi yetu kwa ujumla. Hilo ni azimio letu, tunakuomba ulichukue na ulipeleke juu kwa Dr. Mwinyi, ambako huko ndiko kwenye kila kitu tukijaliwa. Kwa hivyo nakupeni salamu za jumuiya kwa ujumla. Jumuiya tupo, Jumuiya ya Tahfidhi al-Qur'ani Pemba, tunaendeleza harakati zetu. Tunahitaji kuungwa mkono kwa sababu jumuiya imeundwa na walimu wa Qur'ani katika kisiwa cha Pemba. Mwalimu wa Qur'ani unamjua hali halisi ya alivyo. Kwa hiyo tunahitaji kuungwa mkono. Tunawashukuru sana wote kwa ujumla. Hizi ndio salamu za jumuiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana leo hapa siku ya Ahlul Bait tukiwa tuko vizuri, tuko fiti, na kwa kweli kama kuna yule ambaye hayuko vizuri, bado tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumuomba azidi kutuongezea neema zake. Lakini shukrani nyingine ni kwako wewe Mheshimiwa mgeni rasmi. Hujaingia madarakani muda mrefu, lakini kwa moyo wako wa uzalendo ukakubali kuacha yote na ukasema uje hapa ushirikiane na sisi katika kuijenga nchi yetu. Tunakushukuru sana. Wengine ni waheshimiwa nyote mlioko meza kuu, tunawashukuru kwa kuja kutuunga mkono katika kuhakikisha kwamba dau letu la elimu linafanya vyema. Na shukrani nyingine ni kwa walimu, wanafunzi, wazazi, waandishi wa habari na sisi wengine wote ambao tumeshirikiana katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la pili ambalo napenda niseme, baada ya watu kufika kituoni kule kusahihisha mtihani huu wa darasa la 7 la mwaka 2025, kuanza tu ule usahihishaji, kuliundwa kamati huko ya taifa kuja kufuatilia siku ya Ahlul Bait, mbona inatishia amani ukoje, lakini hawajakopilia, hawajafanya mambo haya. Kamati kajiridhisha kwamba tumepata matokeo hayo kiuhalali kabisa. Kwa hiyo naomba tuwapongeze wote, na kama walivyosema wenyewe kwamba tokea darasa la 4 walianza kuwa Zanzibar 1, na sisi baada ya matokeo yale, wilaya, mkoa, Pemba kwa ujumla, tulikuwa hatutoki hapa, mwalimu ni shahidi, kuhakikisha kwamba tuna maintain ile nambari yetu 1 ambayo tulipata kuanzia darasa la 4. Kwa hiyo mheshimiwa, baada ya yale matokeo ya darasa la 4, skuli mbalimbali zilikuwa zinakuja kujifunza hapa, kuona kwamba kwa nini Ahlul Bait imeshika nambari 1 darasa la 4 za ndani ya wilaya, ndani ya mkoa wa Pemba, na wengine walitoka nje ya kisiwa cha Pemba na walikuja na mitihani yao migumu kuhakikisha kwamba wanafanya tathmini ya kweli, na kote huko tulikofanya mitihani hiyo tulipata nambari 1. Ahlul Bait oye! Na mheshimiwa, skuli hii si bahati mbaya, wewe umekuja hapa wakati mkuu wa wilaya umewasaidia, na pale ambapo sisi tulisahau kuja mara kwa mara ulitukumbusha na tulikuwa tunakuja. Tukuahidi mheshimiwa kwamba tutaendelea kupunga mkono, lakini tutafanya kazi hii kama ibada nyingine ya kuwaelimisha watoto wetu kielimu, kimaadili na kwa kila hali. Napenda nimalizie mheshimiwa kwa kusema kwamba sisi viongozi wa elimu wa wilaya, mkoa pamoja na Pemba kwa jumla, kwa kuahidi mashirikiano,
tutashirikiana na walimu hawa kwa sababu wametuvika nguo. Skuli imepata mshindi wa kwanza Zanzibar nzima. Wilaya ya Micheweni imepata nambari 1 kwa Zanzibar nzima. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukijaribu kuangalia, ni skuli ambayo ina madhaifu mengi na changamoto nyingi. Maanake changamoto zilipokuwa zinatajwa, watu wanasema ishatosha hizo, zitaje tena, kwa maana bado ilikuwa ziko, lakini wameshika nambari 1. Bila shaka katika sababu nyingine ni mashirikiano na commitment. Ziko skuli zetu ambazo ni za kisasa, zina kila kitu, lakini hawajaipata nafasi hiyo kwa sababu commitment yetu imekuwa ndogo. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu wa skuli nyingine, skuli zetu zina kila kitu, ni za kisasa, tuige mfano huu wa Ahlul Bait na sisi tunaahidi mashirikiano. Baada ya kusema hayo, sasa napenda nitoe shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna anavyotuongoza kwa wema na amani katika nchi yetu. Lakini pia naomba nitoe shukrani kwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kukuteua wewe kuwa mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba. Hongera Dr. Mwinyi, na hongera pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nimetakiwa nikukaribishe wewe ili uweze kuzungumza na hadhira hii, lakini naomba na mimi nizungumze machache kwa ruhusa yako katika hadhira hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kilichotukutanisha hapa ni sherehe, ni mahafali, au kwa lugha nyingine ni sherehe. Sherehe hizi zinafuatia kufaulu vizuri kwa kiwango cha juu kwa skuli yetu hii ya Ahlul Bait, kwa wanafunzi wake wote wa darasa la 7 kupata vipawa katika skuli yetu. Tujipigie makofi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, furaha hii ni furaha ya mkoa wa Kaskazini Pemba. Furaha hii ni furaha ya wilaya ya Micheweni. Furaha hii ni ya wazazi, walimu na wanafunzi wenyewe. Wanafunzi hamjafurahi? Wahitimu hamjafurahi? Msiwe na woga. Fidel Castro kuzuri, mambo mazuri kabisa. Mnakwenda kutuwakilisha, mkiwakilisha wilaya ya Micheweni, mkiwakilisha mkoa wa Kaskazini Pemba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulipo tunaita ni pahali pa skuli ya private. Ahlul Bait wengine wanaita private, lakini Mohamed hapa akasema ni community, ni skuli ya jamii. Sasa hapa wazazi na ndugu zangu tuliopo kwa pamoja, elimu haina private wala public. Tuko pamoja? Elimu haina private wala public. Skuli ya Ahlul Bait ni skuli ya binafsi, lakini imetikisa Zanzibar nzima. Imetikisa Zanzibar nzima. Wanajiuliza imekuwa kuaje? Wale watu wa utendi walikuwa wanasema hapa, au sio? Watu wetu wa utendi walikuwa wanaimba hapa, lakini ni kweli kwamba imetikisa. Sasa kilichotufikisha hapa ni nguvu ya pamoja kati ya uongozi wa walimu, wazazi, jamii, wanafunzi wenyewe pamoja na sisi serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakati ulipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Chake na mimi Mheshimiwa Rais akaniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Micheweni, tulikabiliana vijiti. Maana tunasema ni mbio za vijiti. Tukakabiliana ofisi, lakini pamoja na mambo mengine ukanikabidhi skuli zote zilizomo ndani ya wilaya ya Micheweni, ikiwemo skuli hii ya Ahlul Bait. Na miongoni mwa kazi ulizozifanya wewe ni pamoja na kuimarisha skuli hii. Kwa hivyo wewe ulinikabidhi mimi kijiti na mimi nikakamata. Leo tumekuja kwa pamoja kufurahia maendeleo ya skuli hii. Tujipongeze. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili jambo ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa, na mimi naamini kwa mafanikio haya Ahlul Bait haitoshi. Haitoshi kwa maana hata idadi ya wanafunzi na hakika wanaopokea hivi sasa, basi wao wenyewe wanawashinda, hawana pa kuweka. Kwa sababu wazazi wote wanasikiliza wapi pamesafisha vizuri.
kila mzazi ambaye nasikia hapa wanafunzi wanapasi vizuri, ndio mtoto wake anataka aende hapo. Sasa Ahlul Bait na hakika changamoto zao tuna kila namna ya kuzifanyia kazi ili iweze kutoa matunda mazuri, na kwa vyovyote hapa pana mbinu inatumika, lakini najua Mwalimu Hamisi mbinu ni siri yake, na nina hakika hawezi kusema mbinu gani anatumia kupasisha, ingawa wagaie japo kidogo wengine watakapokuja, lakini si vizuri kwa sababu ni ushindani, hawezi kusema, na walimu wanaijua kwa sababu tunazo shule nyingi ndani ya wilaya, ndani ya mkoa Pemba na Zanzibar nzima. Lakini kwa nini Ahlul Bait inaonekana wana mbinu ya aina yao peke yao? Kwa hivyo tuzitumie mbinu hizo kuendelea kufaulisha wanafunzi. Lakini watoto wetu hawa mheshimiwa, wanakwenda kwenye mazingira mageni, wanakwenda Fidel Castro. Kwa hivyo ni wasihi tu watoto wangu, tuendelee tukasome kwa bidii, tujiepushe na vishawishi vyote vitakavyokuwepo, lakini pia tuazimie kuleta mafanikio kwa kule ambako tutakapokuwa kadri siku zitakavyokwenda. Sasa kwa kuwa wanakwenda kwenye mazingira mageni, basi niwaombe tuendelee kujitahidi, lakini pia ni jukumu pia la wazazi, tusiwaache mkono, maana hawa ni watoto, watahitaji baadhi ya vitu, watahitaji pia wakati mwingine kutembelewa, kushauriwa. Tusiseme tushampeleka Fidel Castro yuko huko, kule kuna mazingira mengine. Mimi katika kudadisi kidogo hapa mheshimiwa, nikasema inawezekana haya mazingira ya utulivu yaliyopo hapa ikawa ni sababu tosha kuwafanya wanafunzi wafaulu. Maana shule tunazo, konde tunazo, micheweni tunazo, lakini mazingira ya utulivu kwa wanafunzi ni sehemu kubwa sana inaweza kusaidia katika ufanisi. Sasa niwaombe tuendeleze harakati mbalimbali za kujifunza. Lakini kwa nafasi yangu mheshimiwa mkuu wa mkoa, sita kutembelea shule hii na kuona kwamba mafanikio yanaendelea kupatikana katika kila hatua. Mafanikio katika elimu ndio jambo kubwa. Dunia yote hivi sasa imetawaliwa na elimu. Kwa hivyo tuwafundishe watoto wetu wasome, tena wasome katika ngazi zote, tusije tukawabagua. Maana wakati mwingine kunakuwa na nadharia mheshimiwa kwenye jamii, asikia wale wasoma Kiswahili, wale wasoma historia. Hayo yote ni mambo ya msingi kwenye somo la lugha ya Kiswahili. Wenzetu wa China kila mwaka wanahitaji watu wanaojua Kiswahili waende China wakafundishe na lugha nyingine. Kwa hivyo tuwafundishe watoto wetu kwenye lugha zote na masomo yote ili waweze kuwa wanafunzi wazuri. Mheshimiwa, uwanja ni wa kwako. Mimi nisema nichokoze kidogo, lakini shughuli yetu nategemea atakuwa mafanikio. Kwa mambo mengi nitakuachia wewe uyaeleze kwa wasaa zaidi. Baada ya kusema hayo machache, mheshimiwa, mimi kwa heshima na taadhima sasa naomba nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhira hii. Karibu. Asante sana. Ana jambo lake. Mheshimiwa, leo tuna jambo hapa na alikuwa lakini kwa wale ambao ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema, na waliotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu awaridhie, na sisi pia atupe hatima njema. Kwa upekee kabisa tuendelee kuwashukuru sana viongozi wetu wakuu, tuendelee ni kuombea dua ili malengo waliojipangia yaweze kukamilika, na tumeona ni maendeleo makubwa viongozi wetu wakuu wanaoendelea kutufanyia, ikiwa ni pamoja na kudumisha amani na utulivu. Kwa upekee kabisa nipende kushukuru sana Wizara ya Elimu Pemba kwa mashirikiano yao makubwa ambao tunaendelea kushirikiana nayo kuona elimu katika mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba unazidi kuimarika siku hadi siku. Kwa upekee kabisa niendelee kuishukuru sana ofisi
ya mkuu wa wilaya Micheweni kupitia mkuu wa wilaya mwenyewe ndugu yangu Hatibu Juma Mjaja. Kwa kweli ni kazi kubwa ambayo uliifanya hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alieleza, wakati nipo kwenye wilaya hii ya Micheweni, mimi Mheshimiwa Rais alinipeleka wilaya ya Chake Chake, hatimaye tukaweza kukabidhiana ofisi mimi na wenzangu. Nikamwambia Mheshimiwa DC, kwenye suala la elimu kwenye wilaya yetu ya Micheweni tuko juu, nafasi yetu ni ya kwanza, ni ya pili kwa Zanzibar. Kwa hiyo niombe nafasi hii ambayo nimekuachia na wewe uiendeleze. Na yeye hakusita, kwa moyo wake mmoja, kwa juhudi zake zote, akaweza kusimamia kazi ile ya kuhakikisha elimu kwenye mkoa wetu ndani ya wilaya yetu hii ya Micheweni basi nambari moja tunaendelea kuishikilia. Kwa kweli hongera sana. Binafsi nimefarajika sana kuona kwamba Mheshimiwa Rais ameendelea kuniamini, kunitaka nije nimsaidie kazi kwa upande huu wa ukuu wa mkoa. Na kufika hapa nikaona wilaya ya Micheweni ni nambari moja. Micheweni oye! Micheweni oye! Niendelee kuwapongeza, niendelee kuwashukuru wananchi wote wa wilaya hii ya Micheweni, niendelee kuwashukuru walimu wote, niendelee kuzishukuru kamati zote za skuli za wilaya hii ya Micheweni. Niwaambie hongereni sana, tuzidi kushirikiana kamati za skuli, walimu, wazazi, kuhakikisha vijana wetu hawa wanapata elimu iliyo bora, lakini na malengo ya Mheshimiwa Rais yanafikiwa. Dr. Mwinyi oye! Kiukweli tuwashukuruni uongozi huu wa Ahlul Bait kwa kazi kubwa walioifanya katika risala yao. Wanafunzi wangu, watoto wangu, wakati wanasoma utenzi, walieleza changamoto ambazo walikumbana nazo. Mwenyezi Mungu aliwapa nguvu, wakaweza kusimama, na hatimaye leo hii wameweza kuheshimisha mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba kwa kutokea namba moja katika skuli zote za Zanzibar. Hongereni sana. Na yote hayo tunatambua kwamba ni mashirikiano yenu nyinyi walimu pamoja na wazazi. Kipindi nipo wilaya Micheweni, muliniunga kwenye lile grupu lenu, nilikuwa naona namna wazee, walimu mnavyoshirikiana. Leo hii tumejionea matokeo yake. Matokeo ya mashirikiano ni ufaulu ulio bora. Na niwaambie vijana wangu, watoto wangu wapenzi, hongereni. Ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia mimi mkuu wa mkoa na kupongezeni sana na kutakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awajalie muzitimize ndoto zenu mulizojiwekea. Natambua miongoni mwenu kila mmoja ana ndoto yake. Kuna wengine wana ndoto ya kuwa wawe rais, kweli si kweli? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndoto zenu aweze kuzitimiza. Mumeanza hatua moja muhimu katika maisha yenu. Mwenyezi Mungu ameweza kuwafungulia. Leo hii nyote mumeingia Form 1 kwa nafasi ya kipawa.
niendelee kuambia watoto wangu mafunzo yale ambayo mumeweza kuyapata kupitia kwenye skuli yetu ya Ahlul Bait, yachukueni mwende mkayafanyie kazi huko mnakokwenda. Mnakwenda ugenini, kuna wengine hata hapo Chake hajawahi kufika, au sio? Kwa hiyo nendeni mkaendelee kuwa watoto bora wenye nidhamu, mkawe wasikivu kwa walimu wenu, mkawe na heshima kwa wanafunzi wenzenu. Mwalimu mkuu hapa ameniambia kila mmoja wenu tayari amehifadhi juzuu 30. Kwa hiyo Qur'ani unapoiwacha nayo inakuacha. Nendeni mkaendeleze Qur'ani ambayo mmepatiwa iliyopo kwenye vifua vyenu, iendelezeni ili iweze kubakia mpaka kesho yaumul kiyama. Niseme leo ni siku ya furaha, si siku ya hutuba. Kwetu sisi mkoa wa Kaskazini Pemba tukasema vijana hawa sijui hata tuwalipe lini, lakini wakati mwalimu alipokuja ofisini nikamwambia mimi natambua Ahlul Bait ina changamoto nyingi sana. Kupitia mahafali yetu haya ya leo ya kuwapongeza watoto wetu, basi mkoa tutafanya jambo kubwa la harambee. Hili ndugu zanguni ni jambo kubwa sana ambalo leo tumeweza kushirikiana kwa pamoja na tukakipata kile ambacho tumekikusanya, kitaweza kwenda kutatua changamoto ya shule yetu hii na hatimaye watoto wetu waweze kusoma kwa salama na walimu waweze wazidi kufundisha vizuri, kwa sababu wanafundisha vizuri, ila wazidi kufundisha vizuri. Niendelee kuambia tuzidi kushirikiana nao, tusiwaache mkono. Wakati mwingine tunasema kwamba watoto wetu tunawapeleka skuli za pesa. Ukisha kumpeleka mtoto skuli unaona ndio ushampeleka, lakini niendelee kuambia pale ambapo mnashirikiana katika kuwafuatilia watoto kwenye suala zima la kielimu, muzidishe mara 2 zaidi. Shirikianeni ili tuweze kupambana na mambo mingi. Kama alivyosema mwalimu, skuli hii imejitenga. Kama itakuwa hamtofanya ufuatiliaji, ndoto za vijana wetu hazitoweza kutimia. Kuna vishawishi vingi ambavyo vipo, wanaweza kuwashawishi. Mimi Tumbe naitambua vizuri sana, lakini shirikianeni na walimu hawa kuhakikisha vitendo viovu tunavipunguza kwenye maeneo yetu, ikiwa ni pamoja na swala zima la udhalilishaji kama wanafunzi walivyosema, lakini pia utumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa pamoja hili, kwa kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya inayoongozwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, vitendo viovu ndani ya Tumbe, ndani ya mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba tutaviondoa. Manake ni juzi tulipata taarifa ya mtoto wa miaka 15, Mheshimiwa DC alimchoma mwenzake kisu cha kichwa. Tukio hilo lilitokea hapa Tumbe. Kwa hiyo nilimwambia Mheshimiwa DC turudi kwenye zile kamati za ufuatiliaji ambazo ziko Tumbe kuhakikisha kwamba matendo haya tunayaondoa. Mheshimiwa Rais ana malengo mazuri na sisi, na sote tumekuwa ni mashahidi. Anaendelea kutuwekea mazingira mazuri, miundo mbinu mbalimbali ikiwemo barabara
yakiwemo maji, shule, hospitali. Kwa hiyo niwaombe kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha tunamuunga mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dr. Hussein oye! Ili malengo aliyojipangia ndani ya mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba yanapatikana. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunileta kwenu kuwa mkuu wa mkoa. Mimi ni ndugu yenu, mimi ni dada yenu, mimi ni mama yenu, ni mtu wenu wa karibu. Ndani ya Micheweni hii sina kichochoro nisichokijua. Hakuna aliyekuwa hanijui. Hata mtoto mdogo ulikuwa ukimwambia Bimgeni alikuwa anamjua. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amekuleteeni ndugu yenu, amekuleteeni mwana wa Micheweni mwenzenu. Mshikeni. Kunishika mimi ni kunipa mashirikiano katika utendaji ili mkoa wetu uzidi kupanda juu kwenye masuala mazima ya kimaendeleo. Mtanipa mashirikiano? Mtanipa mashirikiano? Tushirikiane kuhakikisha tunapambana na madawa ya kulevya, tunapambana na wizi wa mifugo na mazao, tunapambana na udhalilishaji, tunapambana na vitendo vingi vilivyokuwa ni viovu. Tukifanya hivyo kwa pamoja, kwa kweli ndani ya mkoa wetu tutabakia kuwa salama. Na mimi niwaambie, ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi. Kama kuna changamoto yoyote niwakaribishe sana. Kama kutakuwa na ushauri, njooni. Ofisi za mkuu wa wilaya zipo, lakini ofisi ya mkuu wa mkoa ipo. Tushirikianeni kwa pamoja kuukuza mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Baada ya machache, mimi mkuu wa mkoa huu wa Kaskazini Pemba, leo hii kwangu mimi nasema ni siku ya furaha, na kama alivyosema pale katibu tawala wa Micheweni, ndio kwanza leo nimeanza kutoka tena, na nimetoka kwenye sheria hii ya Tumbe kuonana na nyinyi, kuongea na nyinyi. Niwaombe munipokee tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Niseme kwamba changamoto ambazo zimeelezwa tunazichukua kwa moyo mmoja na tutazidi kushirikiana, kwa sababu sehemu yetu hii kama walivyoeleza mwenyekiti wa Tahfidhi Qur'ani ni sehemu ambayo iko zaidi kimaadili, na mimi ni mdau wa masuala mazima ya maadili. Wakati tunakabidhiana ofisi na Mheshimiwa Salama, ndani ya mitandao wakasema watakaumia ni wale ambao wanakwenda bichi. Kashapelekwa huyo, kwa hiyo bichi hakuna tena huko. Kwa hiyo niombe tushirikiane kwenye swala zima la kuwasimamia watoto wetu kwenye maadili. Tusikubalini wazazi wenzangu kuona mporomoko wa maadili unatokea ndani ya mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Kwa hiyo kwenda kuimarisha shule yetu hii tunaambiwa ni shule ambayo ni private. Mwalimu Hamed kaeleza vizuri tu kuhusiana na uprivate wake. Hatuiti kama private tukailinganisha na shule ile ya fedha kule Unguja, lakini kama walimu hawa wamejitoa kuwasaidia nyie jamii. Kwa hiyo itakapofika muda wa kulipa ada, lipeni ada ili walimu wazidi kusomesha kwa bidii. Haitopendeza mzee unakaa miezi miwili mitatu mtoto wako hujamlipia ada. Unafikiria yule mwalimu atakuwa na hamu ya kufundisha? Atakuwa na hamu kweli? Hana hamu. Kwa hiyo ili mwalimu awe na hamu,
ikifika mwisho wa mwezi lipa kama uongozi wa skuli unavyoelekeza. Kwa hiyo nimalizie kwa kuwashukuru nyote kwa michango yenu ambayo mmeweza kuitoa leo hii hapa. Niwashukuru sana watoto wangu wapendwa, mmeonyesha moyo, mmeonyesha ujasiri. Mwalimu Ismaili alikuwa anawaambia kama kuna mtoto kapewa pesa ya badia malai basi yaichangie. Mlikuwa na moyo wa kuchangia, jipigieni makofi. Na Mwenyezi Mungu awakuze hivyo hivyo, muwe na moyo wa kusaidia. Kwa hiyo na wale ambao leo hii wameweza kutuchangia niwashukuru sana, lakini tuendeleeni kuwatafuta wafadhili ili waweze kuisaidia shule yetu hii. Na mimi naomba niseme ambacho nitaungana na nyinyi ambao leo hii mmeweza kuchangia. Mimi binafsi, mkuu wa mkoa, kwa sababu hapa tulikuwa tunachangia binafsi, nitachangia mifuko 50 ya saruji. Kwa hiyo naomba tutaje kile ambacho tumeweza kukikusanya kwa siku hii ya leo. Tumekusanya, ukijumlisha na mifuko 50 niliyoitaja mimi, tumekusanya mifuko 239. Takbir! Lakini pia tumeweza kukusanya fedha taslim shilingi 3,800,000. Takbir! Tumekusanya pia gari 2 za mawe, gari 1 ya kokoto, laptop 1, vifaa vyote vya ujenzi kwenye majengo yetu yale 4 ambayo tumeanza. Kwa hiyo niombe uongozi wa skuli, tathmini ile iandikeni, ipelekeni Wizara ya Elimu ili waweze kutukamilishia kwa haraka. Wizara ya Elimu oye! Dr. Mwinyi oye! Lakini pia tumeweza kusaidiwa stationery. Kwa kweli leo kama nilivyosema ni siku ya furaha, ni siku ya bashasha. Lakini pia kuna pesa, hizi ni ahadi Kuna pesa taslim shilingi 5,533,000. Hizi tumeweza kuzikusanya hapa leo. Niombe nimkabidhi mwalimu mkuu, na hizi nyingine zote itakapofika tarehe 31 niombe ziwe zishakamilika, tuje tumkabidhi mwalimu kwa ajili ya utaratibu mwingine. Tumbe oye! Kwa kumalizia, niendelee kuwapongeza sana watoto wangu, nikutakieni kheri na baraka tele. Mwenyezi Mungu awazidishie fahamu, muweze kutimiza malengo yenu. Niwaambie nyote asanteni sana kwa kunisikiliza. Katika madarasa ninayoingia nitafanya vizuri kama nilivyofanya katika darasa la 7, na ninaahidi kuwa tutailetea zaidi skuli sifa yetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naahidi huko ninakoenda nitafanya vizuri kama nilivyofanya katika mtihani wa darasa la 7. Jina langu naitwa Juma Salim Juma, natokea skuli ya Ahlul Bait. Ni mmoja wa wanafunzi ambao nimefanya vizuri wakati nilipokuwa darasa la 7. Pongezi zangu za dhati nizitoe kwa walimu wangu pamoja na wewe Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naahidi kuwa nitafanya vizuri katika wakati wangu wote nitakaokuwa huko. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.